wetu. Oh, karibuni wageni wetu, mjisikie mko nyumbani. Sisi kikundi cha Kakute. Oh, karibuni wageni wetu, mjisikie mko nyumbani. Haya haya. Oh, karibuni wageni wetu, mjisikie mko nyumbani. Vikundi 8 za ujasiriamali kutoka wilaya za Monduli na Babati vijijini zanufaika na misaada ya mitaji, nishati ya sola pamoja na majiko ya kisasa ya kupikia kutoka shirika la Masai Sovereign Solar. Shirika hilo kupitia mradi wa Restore limeendelea kwa chachu ya mabadiliko kwa kuinua maisha ya wananchi wa vijijini kwa kuwajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi na kuboresha mazingira ya maisha yao ya kila siku. Kisoki Moitiko ambaye ndiye mkurugenzi wa shirika la Masai Sovereign Solar amekabidhi vifaa hivyo pamoja na mitaji kwa vikundi hivyo na kusema kuwa lengo lao kubwa hasa ni kuwajengea wananchi uwezo katika nyanja ya ujasiriamali ili maisha yao yaweze kubadilika. Kupitia mradi wa Restore, shirika hilo limechukua hatua kwa kutoa mitaji ya kuanzisha na kupanua shughuli za kiuchumi, hali iliyowezesha vikundi hivyo kuendesha biashara ndogo ndogo, kuongeza uzalishaji na kuboresha kipato ndani ya familia zao. Wiki iliyopita mkurugenzi wa shirika la Masai Sovereign Solar Kisoki Moitiko alifanya ziara ya kutembelea na kukagua vikundi vipya vilivyoanzishwa kwa mwaka huu 2025 ambavyo ni kwa upande wa Monduli, kijiji cha Esilalei, Majengo, Selela pamoja na kijiji cha Rkaria. Kwa upande wa Babati vijijini ni kijiji cha Sangaiwe pamoja na kijiji cha Maweni. Aidha, baadhi ya wanavikundi kutoka vikundi tofauti wametoa shukrani nyingi kwa shirika hilo la Masai Sovereign Solar kupitia mradi wa Restore na kusema kwamba mradi huo umekuja kuinua hali yao ya kimaisha, kwani imepunguza gharama za matumizi ya nyumbani na kuendelea na shughuli zao hata wakati wa usiku. Shirika la Masai Sovereign Solar Kakute kwa ufadhili wa serikali ya Ujerumani kupitia shirika la Wasabato la Ujerumani linaendelea kushirikiana na jamii kuhakikisha kuwa maendeleo haya yanakuwa endelevu, yakichochea ustawi wa kiuchumi, kijamii na kimazingira kwa kizazi cha sasa na kijacho. Hii ni Oldonyo Media, nami ni Juliana Laiza. Kwa majina naitwa Kisoki Moitiko, mkurugenzi wa shirika la Masai Store. Leo tuko huku Babati katika vijiji vya Kakoi na kijiji kingine cha Sangaiwe, tukikamilisha mradi wetu wa Restore ambao tunashirikiana mashirika mawili, yani Masai Store na Kakute, katika kuwasaidia wananchi wa vijiji 8, 4 kutoka Babati na 4 kutoka Monduli, kaya zaidi ya 320 zote kupata majiko, sola na pia kujengea uwezo katika nyanja ya ujasiriamali ili basi maisha yao yaweze kubadilika. Kwa hiyo kwa leo majuzi tulikuwa Monduli tukiwapatia kina mama mitaji, lakini leo tuko huku Babati tukiwapatia pia mitaji vikundi 4, lakini pia baadhi ya kina mama ambao hawakupata majiko na sola pia tukikamilisha upande huo. Kwa hiyo kikubwa ndicho tunachokifanya mahali hapa, lakini kikubwa kwa ajili ya kuwasaidia watu wetu kusonga mbele katika nyanja maendeleo, kupata taa, kupika kwa kutumia jiko safi lisilo na moshi ni hatua kubwa katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo tuko katika kusaidia kaya hizi maisha yao yaweze kubadilika. Matarajio yetu ni kufikia watu wengi zaidi. Uhitaji wa sola vijijini ni muhimu sana kwa sababu grid ya taifa haijamfikia kila mmoja wetu, na kwa maana hiyo kila mtu anahitaji kupata mwanga wakati wa usiku, anahitaji kutotembea kilomita nyingi kwenda kuchaji simu, kwa sababu kwa sasa hivi bila simu maisha hayawezi kwenda. Kwa hiyo kwa vyote vile tutapambana kadri Mungu atakavyotuwezesha kufikia kaya nyingi vijijini, kuwapatia majiko na sola ili maisha yawe bora zaidi. Nani anapenda giza? Katika maisha ya binadamu hakuna binadamu yeyote anayependa kuishi kwenye giza, na kwa maana hiyo mwitikio ni mkubwa na hakuna mtu asiyependa kusonga mbele katika hatua ya maendeleo, na ndio maana kila mtu anapambana duniani. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa na
kuna sehemu nao wanachangia kwa sababu kuchukua hizi vifaa hawachukui bure, lazima wakodishe pikipiki, wakodi toyo kubeba matofali kwa ajili ya kwenda kujenga majiko, lakini pia kuwapa motisha wale mafundi. Kwa hiyo kuna sehemu pia hizi kaya nao wanafanya, pamoja kwamba tunafanya sehemu kubwa, lakini kuna sehemu wanafanya, na kwa maana hiyo mwitikio na motisha wao ni kubwa, kwa sababu wanajua maisha yao yanaenda kubadilika. Waendelee kujenga umoja, waendelee kushikamana, kwa sababu vikundi vinawasaidia watu, vinawasaidia kina mama, na kwa maana hiyo waendeleze vile vikundi ambavyo tumewasaidia kuanzisha na kuwapatia mitaji midogo, lakini pia katika vifaa tulivyowasaidia hasa sola wavitunze. Tumewaambia kwamba wakienda kufanyia biashara sana, yani mtu achaji zaidi ya sola 10 kwa siku, manake anaiumiza betri na haitadumu. Lakini akichaji simu chache kama 2-3, sola yake itadumu zaidi ya miaka 10, na hakuna kitu kisichohitaji matunzo. Kwa hiyo wakazitunze. Tunafuatilia mradi huu ni wa miaka 3 na leo tumeshawapatia, lakini sio kwamba tunawapatia na kuwaacha. Inawezekana pia hitilafu ya kiufundi ikatokea, kwamba mafundi ambao tumewafundisha sisi hawezi kurekebisha. Kwa maana hiyo lazima tuwatembelee, tuone wapi kuna changamoto, tusaidiane kwa pamoja kutatua. Naitwa Priska Emmanuel Bura kutoka kijiji cha Kakoi. Tuko hapa kwa ajili ya kupokea shirika letu la Masai Solar na Kafute kwa ajili ya kutujengea na kutunufaisha katika kupata majiko mazuri ya kupikia bila kuwa na moshi, na kupata pia mwanga kwa ajili ya kuwasha taa usiku, na kwa ajili ya kuchaji simu zetu, maana huku bado umeme hatujapata, bado haijafikia katika kaya mbalimbali. Ndio maana tunafurahia shirika hili kwa sababu wametusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Kuanzia leo naamini Mungu ametuwekea mkono, maisha yataendelea vizuri kabisa, maana pia tumeepukana na ile moshi ambayo ilikuwa inatuharibu pia macho. Moshi ilikuwa inatupiga sana kwa ajili ya majiko ambayo tulikuwa tunatumia zamani. Sasa hivi naona maisha yataendelea vizuri, maana moshi imepungua. Tukiwasha kuni moshi inaenda juu. Kwa kweli tunawashukuru, tunasema asante sana, na Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kutukumbuka na kaya zingine, maana kaya zingine bado ambazo wanaendelea kuteseka. Tunze hivi vifaa, maana kwa kweli ni vifaa ambavyo ni vya gharama, na Mungu amezidi kutuonekania katika vifaa hivi ambavyo tumeweza kupatiwa kwa siku ya leo. Kwa majina naitwa Lucille Umi, ni katibu wa kikundi cha Lwalero kijiji cha Sangaiwe cha Mwada, na ni mnufaika wa mradi wa Restore ambao tumeletewa majiko pamoja na sola. Hayo majiko na sola tumeletewa kwa awamu 2. Awamu ya kwanza tulipokea sola 12 na majiko 12, na leo tumepokea majiko 12 na sola 11. Kwa manufaa ya sola, kwa kweli tumefungiwa sola, manufaa yake tumeyaona, kwa sababu mwanzoni watoto walikuwa wanajisomea kwa kutumia tochi, na wanyama waharibifu kama tembo walikuwa wanasogelea manyumba, ila kwa sasa hivi tuna sola ambazo zinatupa mwanga wa kutosha, hazisogelei nyumba zetu. Na kwenye majiko, kwa kweli majiko ni mazuri sana, ambayo unatumia kuni kidogo na chakula kinaiva kwa haraka. Kwa kiafya hayo majiko ni mazuri sana, kwa sababu yanatoa moshi nje, yanatuepushia mafua. Mradi wa Restore ni tunawashukuru sana kwa kutuletea hayo masola majiko, kwa sababu ni moja utunzaji wa mazingira, kwa sababu hayo majiko yanatumia kuni kidogo na chakula kinaiva kwa haraka, ni moja utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo tunawashukuru sana mradi wa Restore. Kwa majina naitwa Posindau wa Kumungishu, kutoka kwenye kijiji cha Kakoi. Kwa kweli kwa siku ya leo tunashukuru sana, kwa sababu shirika letu tumetembelea kupewa sola pamoja na majiko. Naamini ya kwamba maisha yataendelea kuwa mazuri. Ile moshi ambayo wamama walikuwa wanapata kwa ajili ya kupikia hatutapata tena, na kwa ajili ya sola tunaendelea kupata maisha mazuri, kwa sababu kwenda kuchaji simu sehemu mbali leo hauwezi kwenda mbali kwenda kuchaji simu. Tumejipanga kwenda kutumia hivi vifaa kwa uangalifu zaidi na kwa makini sana, kwa sababu hivi vyombo vyote sola pamoja na majiko ni za gharama. Kidorashe kama yandaroi
pooki tung'ani otabawua enewueji nikirorokita lotii ene olemetii ororokitoi litu eponu ontiaki kirorokita ntae kisieki toi kirorokita naleng larikok pookin otii Monduli kijokito ntae ontonyok kijoki Enkai ashe natorripo yiok amu mikira sida Enkai sidai Enkai naisoma nkera kijoki entaamal kalamu ntarasi eyakita ta yiok imayianat itu ninye aikata kidol torkulie arikok emayiani nijo ena netii irkumok Enkai